5 hadi 6. Tunaenda kusoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ayubu 8. Twende kusoma. Inasema hivi: wewe unamtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi huyo Mwenyezi. Ukiwa wewe usafi na mwelekeo, hakika yeye sasa ataamuka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Ni sehemu ya 5, kufanikiwa. Unapotafuta Mungu kwa bidii, mtumishi wa Mungu aliandika vizuri, aseme ukimtafuta Mungu kwa bidii na kumsihi, hakika yeye sasa ataamuka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Kazi zako zitafanikiwa, yale yote unayofanya yatafanikiwa. Kwa sababu gani? Umemtafuta Mungu kwa bidii. Hiyo ni faida ya 5, kufanikiwa katika mambo yote unayoyafanya. Utafanikiwa. Na Mungu anatuambia hivi, Mungu anaamuka kwa ajili ya kukufanikisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu umemtafuta kwa bidii. Mungu atusaidie sana. Yale yote unayoyafanya, yale yote unayoyatenda, mambo yako yote yatafanikiwa utakapomtafuta Mungu kwa bidii. Usisahau kwamba topic yetu ni bidii. Bidii. Na tuliwaambia kwamba faida na baraka 10 za mtu anayemtafuta Mungu kwa bidii. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Ya 6, tunapotafuta Mungu kwa bidii, yaani tunakuwa na maendeleo kwa sababu tunamtafuta Mungu kwa bidii. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Timotheo sura 4 na mstari wa 15. Tusome Timotheo sura 4 na mstari wa 15. Inasema hivi: uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Uyatafakari hayo. Yaani wakati unakuwa na bidii, unakuwa na muda wa kutafakari maneno ya Mungu, wa kutafakari Mungu. Unakuwa na muda wa kutafakari Mungu. Na wakati unapomtafakari Mungu, unakuwa na maendeleo. Yaani ukiwa na bidii ya kutafakari maneno ya Mungu, kumtafakari Mungu, kutafakari maisha yako ya kiroho, pia hata maisha ya kimwili. Lakini unakuwa na ile bidii ya kutafakari. Unakuwa na bidii ya kutafakari, unakuwa na maendeleo. Unaendelea mbele. Mungu atusaidie sana. Hiyo ni faida ya 6. Faida ya 7, huwezi ukajikwaa katika dhambi. Wakati unakuwa na bidii ya kumtafuta Mungu, bidii ya kutumikia Mungu, bidii ya kuheshimu Mungu, bidii ya kutumikia Mungu, utajikwaa katika dhambi. Hiyo ni faida ya 7. Huwezi ukajikwaa katika dhambi, na wakati unajikwaa kidogo, unakuwa mpesi wa kutengeneza. Kwa sababu ndani wako mna bidii. Na wakati unakuwa na ile bidii ya kutumikia Mungu, unakuwa na bidii ya kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe unakuwa na bidii. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Nasikia nimebarikiwa sana. Mpendwa, inawezekana kuwa leo ulikuwa na bidii. Ulikuwa na bidii ya kumtumikia Mungu. Ulikuwa na bidii ya kujitoa. Ulikuwa na bidii ya kuimba. Ulikuwa na bidii ya kuomba. Lakini siku ya leo hauna tena bidii. Na wakati hauna bidii, hizi faida ambazo tuko tunasema unazipoteza. Kwa sababu gani? Hauna tena bidii ya kumtafuta Mungu. Mungu atusaidie sana. Tusome katika kitabu cha Petro wa pili sura ya 1, tusome mstari wa 10 hadi 11. Kwa hiyo ndugu, jitahidini zaidi kufanya imara kuitwa kwenu
na uteule wenu, maana mkitenda hayo hamtajikwaa kamwe. Haleluya, Mungu atusaidie. Jitahidini. Ukikuwa na bidii unajitahidi. Mtu ambaye anatumika kwa bidii huwa anajitahidi. Anajitahidi kufanya mapenzi ya Mungu, anajitahidi kumtumikia Mungu. Kama ni mwimbaji, anajitahidi, anakuwa na bidii ya kuimba, anakuwa na bidii ya kufanya practice. Kama ni mwombaji, anakuwa na bidii ya kuomba, ya kufika kanisani kuomba, ya kuomba nyumbani. Kwa sababu gani? Yeye anakuwa na bidii ya kutafuta Mungu. Hautajikwaa. Biblia imetuambia hivi, hautajikwaa kamwe. Mungu atusaidie sana. Huwezi kujikwaa. Labda tunasema kujikwaa, watu wanasikia kujikwaa na wanasema ni kujikwaa kwenye jiwe. Hapana, ni kujikwaa katika dhambi. Yaani wakati unakuwa na bidii, unajitahidi kumtafuta Mungu, unajitahidi kumtii Mungu, hautajikwaa ndani ya dhambi. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie. Ya 8, mtu ambaye anakuwa na bidii ya kufanya kazi ya Mungu, faida yake anakumbukwa. Mtu wa bidii anakumbukwa hata katika maisha ya kimwili. Mtu ambaye anakuwa na bidii anakumbukwa. Katika kanisa, mtu ambaye anakuwa na bidii, kama akuonekana, tuseme kama ni mwimbaji ambaye anakuwa na bidii, yeye anakumbuka. Watu wanakuwa wanakumbuka. Kama ni mbona tumuone fulani, mbona ni Benjamin yuko wapi? Mbona tumuone? Benjamin anakuwa na bidii, anafika mapema kwenye practice. Mbona sasa tumuone? Yaani mtu wa bidii anakumbukwa. Hiyo ni faida ya 8. Anakumbukwa. Tusome katika kitabu cha Petro wa pili 15. Walakini nitajitahidi. Ninaposema kujitahidi, mtu ambaye ana bidii anakuwa na kujitahidi, kwa sababu katika Kiswahili kingine kujitahidi ni bidii. Walakini nitakuwa na bidii kwamba kila wakati baada ya kufariki kwangu mpate kuyakumbuka mambo haya. Huyu ni mtumishi wa Mungu Paulo. Mtumishi wa Mungu Paulo anasema, ninafanya kazi ya Mungu, ninajitahidi, ninakuwa na bidii ya kufanya kazi ya Mungu kusudi nitakapokufa mnikumbuke. Nitakapokufa mnikumbuke. Ni neno la Mungu. Mtu wa bidii hata akifa anakumbukwa. Kama ni mama ambaye alipokea wageni, wanakuwa wanakumbuka. Jamani, unajua huyu mama Mapendo alikuwa anapokea wageni. Huyu mama Mapendo alikuwa na bidii ya kupokea wageni. Huyu mama alikuwa na bidii ya kufanya kazi ya Mungu. Huyu mama alikuwa anajitoa kwa kufanya usafi kanisani. Alikuwa na bidii ya kufanya kazi kanisani. Unapokufa utaendelea na kukumbukwa tu. Hata kama usipokufa, ukikuwa hai, ukikosekana watu wanakukumbuka kwa sababu una bidii. Tuwe na bidii wapendwa, tuwe na bidii. Mungu atusaidie sana. Kazi ambayo unaifanya uwe na bidii, uifanye kwa bidii. Hata katika hizi kazi za kawaida, kama ni mtu ambaye anakuwa na bidii, anainuliwa kwa ajili ya bidii. Anasema yule fulani anakuwa na bidii sana ya kufanya kazi, anainuliwa, anapata promotion kwa kazi. Kwa sababu gani? Anakuwa na bidii ya kutumika vizuri, anakuwa na bidii ya kufanya kazi vizuri. Anakumbukwa kwa sababu anakuwa na bidii. Faida ya 9 au ya 9, kula mema ya nchi. Haleluya, Mungu atusaidie sana. Mtu wa bidii katika kazi ya Mungu, mtu anayekuwa na bidii ya kumtii Mungu, mtu anayekuwa na bidii ya kumheshimu Mungu, anakula mema ya nchi. Mungu atusaidie sana. Nasikia nabarikiwa
sana, anakula mema ya nchi. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anakuwa na bidii ya kutafuta Mungu, anakuwa na bidii ya kumtumikia Mungu. Mungu atusaidie sana. Anakuwa na bidii ya kumtumikia Mungu. Tunapomtumikia Mungu kwa bidii, utakula mema ya nchi. Mungu atubariki sana. Unakula mema ya nchi. Haleluya. Tunasoma katika kitabu cha Isaya 55 na mstari wa 2. Mtakapokuwa na bidii ya kumtii Mungu, ndipo mtakula mema ya nchi. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Mtu ambaye anakuwa na bidii ya kutumikia Mungu, mtu anakuwa na bidii ya kumheshimu Mungu, mtu anakuwa na bidii ya kutafuta uso wa Mungu, anakula mema ya nchi. Na kwa mwisho ni mtu anakuwa bidii. Ni kitu cha thamani sana. Yaani ukikuwa na bidii ya kutafuta Mungu, ukiwa na bidii ya kuomba, ukiwa na bidii ya kuheshimu Mungu, ile bidii yako ni kitu cha heshima sana. Kitu cha heshima sana. Mungu atusaidie sana. Bidii ni kitu cha heshima sana. Bidii, ukiwa na bidii mpendwa, ile bidii yako utakuwa nayo ni kitu cha heshima sana. Tunaenda tusome katika kitabu cha Methali. Tusome Methali sura 12 na mstari wa 27. 12:27 inasema nini? 12:27 inasema, tumesema kwamba faida ya 10 ama baraka ya 10 kwa mtu ambaye anakuwa na bidii ya kumtumikia Mungu. Hata tusome, atamkae maneno ya kweli, kufunua haki, bali shahidi wa uongo hutamka hila, kunena naye bila kufikiri kama kuchoma. Hata tuendelee 27. Nasema hivi, mtu mwivu hapiki mawindo yake, bali mwenye bidii anazo mali za thamani. Haleluya. Mwenye bidii anapata mali ya thamani. Bidii ni thamani. Bidii ni mali ya thamani mbele ya Mungu. Hiyo ni faida ya 10. Nimewaambia kwamba topic yetu ya siku ya leo ni bidii, na tumesoma faida au baraka za mtu ambaye anakuwa na bidii. Mungu atusaidie sana. Nilikuwa sasa naulizo kwa mwisho. Je, ungali na bidii? Wakati uliokoka ulikuwa na bidii ya kuingia kanisani. Wakati uliokoka ulikuwa na bidii ya kuomba, ulikuwa na bidii ya kuimba, ulikuwa na bidii ya kusoma neno la Mungu, ulikuwa na bidii ya kuomba Mungu, ulikuwa na bidii ya kumtafuta Mungu, ulikuwa na bidii ya kuimba. Lakini kwa siku ya leo umekwisha kupoteza bidii. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie wapendwa, tuwe na bidii. Tumesikia faida 10 za mtu ambaye iko na bidii. Mungu atusaidie. Wakristo wengi sasa hivi wamekwisha kupoteza bidii. Wakristo wengi wamekwisha kupoteza bidii. Ndio walikuwa wanaomba, walikuwa wanaimba, walikuwa wanasoma neno la Mungu, walikuwa wanatafuta uso wa Mungu, lakini siku ya leo wamepoteza bidii. Mungu atusaidie. Mungu atubariki. Tutafute kuwa na bidii ya kutafuta Mungu. Tutafute kuwa na bidii ya kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Hiyo ndio ujumbe nilikuwa nao siku ya leo mpendwa. Ujumbe ya bidii. Mungu atubariki sana. Mungu akubariki. Akupe kuwa na bidii. Rudilia ile bidii yako ya kwanza ambayo ulikuwa nayo kwa kumtafuta Mungu. Mungu akubariki sana. Amen. Baba, tunasema asante kwa neno zuri la bidii. Umeona watoto wako wamepoteza bidii. Ninakuomba warudishie bidii ya kukutafuta, ya kukupendeza. Tumesikia faida 10 na baraka 10 za mtu ambaye anakuwa na bidii ya kukutii. Asante Bwana wetu Yesu. Tunashukuru Baba. Hata Roho Mtakatifu mwenyewe
aendelee kufanyia kazi hili neno, ili wale ambao wamepoteza bidii waongeze tena baada kuwa na bidii ya kutafuta na kutafuta uso wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba hivyo. Amen. Mungu awabariki sana. Amen.